Usiku ukiwa mzito katika mji wa Mobwalu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sauti za vilio, moshi mzito na milio ya watu wenye hasira vilitanda nje ya kituo cha matibabu ya Ebola. Ndani ya dakika chache, hema lililokuwa likihifadhi wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na virusi hivyo liliteketea kwa moto, huku hofu kubwa ikianza kuenea kuliko hata ugonjwa wenyewe. Wakazi waliovamia kituo hicho walikuwa wakitaka miili ya ndugu zao waliofariki, wakiamini wamezuiwa kuaga wapendwa wao kwa heshima ya mwisho. Lakini kwa wataalamu wa afya, mwili wa mtu aliyefariki kwa Ebola unaweza kuwa chanzo kikubwa cha maambukizi. Ndipo mgongano wa maumivu ya wananchi na tahadhari za kitabibu ulipogeuka kuwa vurugu za wazi. Katika taharuki ya moto na milio ya risasi zilizofyatuliwa na polisi kutawanya umati, wagonjwa walikimbia kuokoa maisha yao. Lakini kilichofuata kilizidisha hofu. Watu 18 wanaoshukiwa kuwa na Ebola wakatoroka kutoka kituoni humo na hadi sasa hawajulikani walipo. Shirika la Afya Duniani WHO linasema zaidi ya maambukizi 900 yanayoshukiwa kuwa Ebola tayari yameripotiwa nchini humo, huku maambukizi zaidi ya 100 yakithibitishwa rasmi. Lakini sasa changamoto si tu ugonjwa, bali kuporomoka kwa imani kati ya wananchi na mfumo wa afya. Kila shambulio dhidi ya vituo vya matibabu linaifanya vita dhidi ya Ebola kuwa ngumu zaidi. Wakati vurugu zikiendelea mashariki mwa Kongo, Uganda nayo imeanza kukabiliana na shinikizo la mlipuko huo. Wizara ya Afya ya Uganda imethibitisha maambukizi mapya ya Ebola mjini Kampala, wakiwemo wahudumu wa afya waliokuwa mstari wa mbele kuwahudumia wagonjwa. Hali hiyo imeongeza tahadhari kubwa katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Leo vita dhidi ya Ebola si tena ya madaktari pekee, ni vita ya hofu dhidi ya uelewa, tahadhari dhidi ya uvumi na maisha dhidi ya maambukizi yasiyoonekana. Wakati moto ukiteketeza vituo vya matibabu huko Mobwalu, swali kubwa linaloendelea kubaki ni endapo jamii itaamini tiba za kisayansi au imani dhidi ya taratibu za kitabibu itaendelea kuporomoka. Faraja Samo.